tena tuko hapa katika maeneo ya station, hususan katika mtaa mkubwa hapa maeneo ya Mkuruma. Niko na kijana machari, mwanachama wa Dar es Salaam Africans, kijana Dosa, mwananchi anapenda kujita katika jina hilo. Lakini asubuhi tukaenda kufuatilia Bipo, tutazungumza mawili matatu kujadili namna timu yake, na tumeona my friends wa Dar es Salaam Africans namna ambavyo wametoa shutuma kubwa kwa chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF pamoja na bodi ya ligi. Dosa, mbele yako unazungumza na Bipo, zungumza na watu wa kusikia wa Bipo. Namna gani mashabiki wa Dar es Salaam Africans mmekuwa mnatoa shutuma kubwa hususan kwa viongozi wa chama cha mpira wa miguu kwa maana Tanzania TFF? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, nimeamka salama. Mwenyezi Mungu amenipa uhai, vile vile Mwenyezi Mungu amenipa nguvu. Leo tumekutana tena familia ya Bipo, lakini kubwa zaidi furaha yangu, historia yangu nyingine na kwenda kuiandika leo, na kwenda kuhojiwa na mwamba Mikoe Kisugu. Huwa watu wengi wamemzoea Kisugu katika kuzungumza, lakini leo wa Tanzania, leo watu wa mataifa mbalimbali wanakwenda kuona kipaji kingine cha Mikoe Kisugu. Nikupongeze sana ndugu yangu kwa hilo, unafanya kazi kubwa sana, kazi nzuri sana, lakini naomba usiache. Kaka, unajua, umeniuliza swali zuri kuhusiana na mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga wakiendelea kutuma shutuma kwa shirikisho la soka Tanzania TFF, lakini vile vile kwa bodi ya ligi. Sawa sawa. Bodi ya ligi, ni wakumbusha watazamaji wako, iko chini ya mwenyekiti Steve Mguto, lakini shirikisho la soka liko chini vile vile ya mzee wetu Wallace Karia. Mambo ni mengi sana. Huwa kawaida binadamu hatukatai maoni. Sisi wa Tanzania kuvuka mipaka kwetu ni kutukana na kuwadhihaki watu mbalimbali. Lakini kwenye swala la maoni, kila mtu ana haki, kila mtu anastahili kupeleka maoni. Lakini kuna nyakati nyingine lazima tuchuje. Haya maoni tunayotoa, je, yana uhalisia? Haya maoni tunayotoa, je, yana usawa? Ndugu zangu wa Bipo, ndugu yangu Mikoe Kisugu, kuna namna wana Yanga wana haki ya kupeleka maoni yao TFF. Kuna namna wana Yanga wana haki kupeleka maoni yao kwenye bodi ya ligi. Juzi tumekwenda kushuhudia mchezo wa ligi kuu wa Simba dhidi ya Mashujaa. Kuna maamuzi alitolewa ya hovyo kwa muamuzi wa mchezo ule. Lakini Dosa, kabla tujakwenda huko kuzungumzia kati ya mechi ya Simba na Mashujaa, lakini tubaki hapa. Leo tunapokwenda kuzungumza Dar es Salaam Africans ni mabingwa miaka mitatu mfululizo kwenye ligi NBC. Tunapozungumza Dar es Salaam Africans ni mabingwa wa Azam Federation Cup, kwa maana sasa inaitwa CRDB Cup. Unakwenda kuzungumzia Dar es Salaam Africans wamekwenda kucheza finali ya shirikisho barani Afrika nafikiri miaka miwili iliyopita. Vitu vyote hivi wamefanya ndani ya utawala wa Wallace Karia. Lakini leo Dar es Salaam Africans ndio wanaongoza ligi ya NBC. Lakini hawa ndio watu ambao wanatoa shutumu, kupeleka shutumu kwa rais. Wewe nini unahisi kwamba TFF wanaikosea Dar es Salaam Africans kwa hiki ambacho nilichozungumza, kupelekea kuwavunjia utu wao na kwenda kuwadhalilisha katika vyombo vya habari? Sifa kubwa ya binadamu ni kutokukamilika. Na ndivyo Mwenyezi Mungu alivyomuumba binadamu wake. Kazi kubwa sana imefanywa na shirikisho la soka Tanzania TFF. Kazi kubwa sana imefanywa na bodi ya ligi chini ya mzee Mguto. Lakini tukubali kuna nyakati wanakosea kama binadamu. Kuna nyakati wanateleza kama binadamu. Kuna mambo ya hovyo yalifanyika. Na haya mambo ya kufanyika kwa Yanga tu. Kuna nyakati mpaka vilabu vingine vilinyongwa kupitia washirika wake TFF na bodi ya ligi, nikimaanisha uamuzi. Nimetoa mfano mzuri juzi, palikuwa na mechi ya Simba dhidi ya Mashujaa. Wewe ni shahidi, mimi najua wewe ni mwanachama na ni shabiki wa Simba. Lakini ukivua kofia zako hizo, wewe ni mdau mkubwa wa mpira nchini Tanzania. Lazima tuseme, lazima tuhoji. Klabu kubwa kama ya Simba si ya kunufaika kwa namna ile. Klabu kubwa kama ya Simba, na mimi kukumbushe, Simba ndio timu pekee iliyobaki kwenye mashindano ya kimataifa. Sawa sawa? Na Simba ndio timu pekee ambayo inawakilisha bendera ya nchi ya Tanzania. Vile vile Simba, kumbuka, ndio timu inoshikilia hatima ya Afrika Mashariki na Kati. Sikiliza, ngoja basi. Si umeniuliza mimi, ngoja basi. Si umeniuliza. Sawa. Nilisema kuzungumza ndio namna ambavyo kuna baadhi ya mashabiki wa Dar es Salaam Africans wana haki, namna ambavyo wanavyozungumza, wana haki. Sawa.
huko tutakwenda kuzungumza na tutazungumzia vizuri kati ya mechi ya Simba na mechi ya Mashujaa, kile ambacho kilichotokea katika uwanja wa KMC jijini Dar es Salaam. Hapa hoja kubwa ilikuwa kimsingi, kuna namna ambavyo mashabiki wa Dar es Salaam Africans shutuma kubwa wanatoka kwa chama cha mpira wa miguu Tanzania. Chukua muda huu kama kuna usia wote kuwasii wanachama wa Dar es Salaam Africans kuhusu hili, ili hoja yetu tupeleke kwenye Simba Sports. Unawaambia nini mashabiki wa Yanga aliyakuwa bado anaongoza ligi, lakini shutuma kubwa wanaipeleka kwa waamuzi pamoja na rais wa mpira Tanzania TFF? Mashabiki na wanachama wa Yanga wanapeleka maoni yao. Inawezekana kwa mtazamo wako unaona kama vile ni shutuma, lakini ni maoni. Kumwambia mzee Karia kuna sehemu watu wanakosea watumishi wako sio kosa. Kumwambia mzee Mguto kuna namna watendaji wako wanatukosea sisi wadau wa mpira. Ngoja basi, ngoja. Sawa. Lakini leo kuna baadhi ya wanachama wa Dar es Salaam Africans tumewanukuu katika vyombo vya habari, wanasema viongozi wa shirikisho la mpira wa miguu pamoja na bodi ya ligi ni wapumbavu. Imefika mahara wanakwenda kuzungumza kwenye media. Hili unaona haya ni maoni? Mipaka ni kutukana. Kama itakuwa wamefika kwenye kuwatukana viongozi wa mpira, kuna namna ya shirikisho, kuna namna jeshi la polisi, lakini kuna namna vyombo mbalimbali vya kiusalama vichukue hatua. Hatuwezi tukaa tuna watu wahuni. Baba zetu wanakosea, mama zetu wanakosea. Ukimtukana Mguto umemtukana baba yako. Ukimtukana Karia umeitukana familia yako. Watazamaji wa Bipo, Dosa Mwananchi anasema ukimtukana Karia ndio umemtukana baba yako. Lakini sasa huko hoja tutoke, turudi katika mchezo kati ya Simba na Mashujaa Dar es Salaam. Dosa, ulikuwa moja ya watu ambao mashuhuda walioshuhudia kati ya mchezo wa Simba Sports pamoja na Mashujaa kutoka kule Kigoma. Mwisho, nini maoni yako baada ya dakika 90 kukamilika na Simba kuweza kupata ushindi wa goli 2-0? Nimewapongeza Simba kwa kushinda. Na nimewapongeza Simba kwa kuendelea kujikusanyia pointi zao. Lakini jambo kubwa na jambo la ovyo lilikuwa la maamuzi. Mikoi, waambie watu wako wa Bipo, waambie wa Tanzania, mpira wetu umekuwa kwa kiasi kikubwa. Zamani wewe ni shahidi. Zamani timu ya national team ilikuwa haishi ya maisha yanayoishi hivi sasa. Zamani Simba ilikuwa haishi ya maisha yanayoishi hivi sasa. Wala Yanga ilikuwa haishi ya maisha yanavyoishi hivi sasa. Ni kwa sababu ya wawekezaji wameweka pesa nyingi. Ni kwa sababu viongozi wa shirikisho wamefanya kazi kubwa mpaka leo kufika. Lakini vile vile viongozi wa vilabu mbalimbali wamehakikisha wanakwenda kuiunga mkono TFF na bodi ya ligi, wanawapa ushirikiano kwa baya na zuri. Hatuwezi tukawa na refa wa namna ile. Labda Dosa, shida ya mwamuzi ilikuwa wapi? Ndani ya dakika 90, ndani katika hukumu kwenye penalty, shida ya mwamuzi hasa kimsingi ilikuwa wapi kiasi kwamba kumpelekea shutuma mwamuzi katika ile mechi? Lawama kubwa la mwamuzi limekuja kwenye ile penalty. Kuna namna mwamuzi alihitajika kufanya kazi ya ziada zaidi ya kila alichokifanya. Brother, Simba ni kubwa. Unaamini kwamba Shomari Kapombe hakuguswa kwenye box? Mimi naamini 100% haikuwa clear penalty. Naamini hilo. Lakini Mikoi na watu wako wa Bipo tuna mashaka. Haiwezekani mwamuzi yule zaidi ya mechi 3 mechi 4 amekwenda kuinufaisha Simba Sport Club. Yule. Na ndio maana baadhi ya mashabiki wa Young African wanalalamika. Na wana haki ya kulalamika. Na hili tunaliomba sana wazee wetu wa shirikisho watusaidie. Mwamuzi yule alikwenda kuinufaisha Simba dhidi ya Tabora. Wewe ni shahidi. Na niliangalia mpira na wewe. Mwamuzi yule alikwenda kuinufaisha Simba dhidi ya Coastal Union. Baada ya kuwa Coastal Union wanakwenda kupeleka shambulizi ambayo inawezekana ingekuwa na impact ya goli, mwamuzi aliamua kufunga firimbi. Mwamuzi yule dhidi ya Singida Black Stars. Mwamuzi huyu dhidi ya Mashujaa. Hatuwezi. Lakini Dosa, tukirudi kwenye takwimu sahihi, katika mechi 15 za Simba Sports, waamuzi waliochezesha ni waamuzi 6. Maana yake unakuta kwamba kila mwamuzi alichezesha zaidi ya mechi 2. Takwimu hizi mnapata wapi za kuona kwamba yule mwamuzi amechezesha Simba zaidi ya mechi 5? Zipo. Ukienda Azam pale ukionyesha mechi zao wanakupa. Ina maana wewe hujui kwamba mechi ya Tabora alichezesha mwamuzi huyo? Wewe hujui mechi ya Coastal alichezesha mwamuzi yule? Brother, tusifikie huko kwa kuvipenda vilabu vyetu tukasahau mpira wa miguu.
Tusifike kabisa huko. Lazima tutengeneze kina Dosa, kina Kisugu wakiondoka, vizazi vyetu vinavyokuja ikawa tumejitahidi kunyoosha mpira wetu wa miguu. Mimi niseme na nitasema sana, mwamuzi kuna namna moja ama nyingine alikwenda kuwanufaisha Simba mchezo ule. Hatukatai. Hanufaisha Simba. Lakini ndugu yangu Koi, kuna jambo nataka nilizungumze. Mambo ni mengi lakini kuna jambo naomba nilizungumze kupitia Bipo TV. Na bahati nzuri leo nimepata nafasi, wewe ndio unakuwa unaniuliza haya maswali. Nikushukuru sana. Mtazamaji wa Bipo, baki hapo hapo tufuatilie Bipo. Wako mtangazaji moja kwa moja Ali Mikoi nikiwa pembezoni na Dosa Yanga. Hayo ni matazamo yake namna ambavyo yeye alivyoshuhudia ile mechi, lakini kwa mujibu wa taratibu, unajua sheria namba 5, mwenye mamlaka aliyesomea katika taaluma na kwenda kufanya maamuzi ni mwamuzi ambaye aliyepewa mamlaka ya kwenda kuamua mechi. Tunazungumza Dosa, mimi na wewe. Kuna taarifa kwamba nimezipata Dosa, kuna safari ambayo unaelekea Tanga kule Mnyanjani. Kuna ni Mnyanjani Tanga. Tanga ni nyumbani. Na Waswahili wanasema nyumbani ni nyumbani. Na Waswahili wanasema mkataa kwao ni mtumwa. Nitakwenda nyumbani kusalimia, nikimaanisha wazee, ndugu, jamaa na marafiki. Lakini pia nitakwenda nyumbani kwa kwenda kuhakikisha na kwenda kufika kwenye mradi mkubwa uliofanywa na Rais wa Shirikisho la Soka Tanzania TFF, mzee wetu Wallace Karia. Kuna watu hawajui mambo aliyofanya Wallace Karia. Kuna watu hawajui thamani ya uwepo wa Wallace Karia, na kwenda Tanga kwenda kuonyesha mafanikio ya Wallace Karia. Na inshallah familia ya Bipo watatusapoti, na inshallah familia ya Bipo watatuombea dua, tutafika Tanga, tutakwenda kuonyesha mradi mkubwa uliofanywa chini ya Wallace Karia, lakini pia ikiambatana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Habari na Michezo. Tutakwenda kufanya tafiti hizo, tutakwenda kuwaonyesha watu, lakini vile vile tuwaambie Watanzania tujitahidi sana kuwa wazalendo. Anasema tuwaambie Watanzania wawe wajitahidi, wawe wazalendo. Dosa Yanga akiwa anazungumzia maoni yake, lakini akiwaambia Watanzania hususan watazamaji wa Bipo, ataelekea Mnyanjani kule Tanga kuangalia mradi mkubwa uliofanywa na Shirikisho la Soka Tanzania TFF, kwa maana Wallace Karia. Kwa bahati nzuri mimi nimekwenda kule, nimeshuhudia. Mimi zako nilifika Mnyanjani Tanga kushuhudia uwekezaji mkubwa. Mambo mazuri yanaigwa. Asante sana ndugu yangu.